Hujambo na salamu alaikum. Karibu katika makala yetu ya leo, na leo tunaangalia uhuru wa mshairi. Ni vyema uweke diwani yako ya Hodihodi Mashairi karibu, kwa sababu hicho ndicho kitabu ambacho tutatumia kama kitabu chetu cha marejeleo. Tunapoongea kuhusu uhuru wa mshairi, tunaongea kuhusu uhuru ambao mtunzi wa shairi huwa nao, hivi kwamba anaweza kukiuka kanuni za sarufi. Mtunzi yule hafungwi na kanuni za sarufi, anaweza kukiuka kanuni zile, akafanya makosa kimaksudi ili shairi lizingatie umbo fulani. Na huu uhuru wa mshairi pia huitwa idhini ya mshairi. Uhuru wa kwanza ni ule ambao tunauita inkisari. Inkisari ni kupunguza idadi ya silabi katika neno ili kuleta usawa wa idadi ya mizani katika mshororo. Kupunguza idadi ya silabi. Mfano, neno lina silabi 4 akapunguza likawa na silabi 3, ama neno lina silabi 6 silabi zikapunguzwa zikawa 5. Kule kupunguza idadi ya silabi, utasema mtunzi ametumia uhuru wake, ametumia inkisari. Kwa mfano, ukurasa wa kwanza tuna shairi Rafiki. Mshororo wa kwanza: rafiki mbaya takuvunjia heshima. Neno takuvunjia, hapo mtunzi ametumia inkisari. Kwa hali ya kawaida hilo neno linafaa kuwa atakuvunjia heshima. Neno atakuvunjia lina silabi 6, lakini mtunzi akaamua kutumia takuvunjia, neno ambalo linakuwa sasa na silabi 5, akapunguza idadi ya silabi. Shairi hilo hilo, ubeti wa 3: rafiki mbaya epukana kuwa naye, taleta ubaya heshima akuvunjie. Taleta ubaya, hali ya kawaida inafaa kuwa ataleta ubaya. Neno ataleta lina silabi 4, lakini neno taleta lina silabi 3. Ubeti wa mwisho: sana tafikiri heshima sikuvunjie. Ubeti wa mwisho, mshororo wa mwisho: sana tafikiri heshima sikuvunjie. Tafikiri. Neno tafikiri lina silabi 4, lakini kwa hali ya kawaida hilo neno linafaa kuwa atafikiri, neno ambalo linakuwa na silabi 5. Kwa hivyo hapo mtunzi amepunguza idadi ya silabi katika hayo maneno. Mtunzi ametumia inkisari. Hebu tuende ukurasa 20. Shairi choo kisiposafishwa. Ubeti wa mwisho wa hilo shairi, mshororo wa pili: ni funzo nimefundisha washike walofundishwa. Inafaa kuwa washike waliofundishwa, lakini mtunzi akaamua kutumia walofundishwa. Neno walofundishwa linakuwa na silabi 5, lakini lile neno ambalo lilifaa kwa hali ya kawaida, waliofundishwa, lina silabi 6. Kwa hivyo mtunzi amepunguza idadi ya silabi, ametumia inkisari. Tunao uhuru wa pili wa mshairi ambao ni kinyume cha inkisari. Inkisari ilikuwa ni kupunguza idadi ya silabi. Sasa uhuru wa pili inakuwa ni kuongeza idadi ya silabi katika neno ili kuleta usawa wa mizani katika mshororo. Na uhuru huu unaitwa mazda. Kwa hivyo mazda ni kuongeza idadi ya silabi katika neno ili kuleta usawa wa mizani katika mshororo. Neno likawa labda katika hali ya kawaida lina silabi labda 4, lakini mtunzi akabadilisha hilo neno, akaongeza idadi ya silabi katika hilo neno likaishia kuwa na silabi 5. Hapo utasema mtunzi ametumia mazda. Kwa mfano, tuna shairi katika ukurasa 16, shairi ambalo limepewa kichwa cha naupenda urafiki, na nitasoma ubeti wa 4 wa hilo shairi. Naupenda urafiki wenye kumezea mate, na heshimu urafiki mwema wakati wote, na tafuta urafiki kama wachanda na pete. Mshororo wa pili wa huo ubeti: na heshimu urafiki mwema wakati wote. Neno mwema
Hapo mtunzi ametumia Mazda kwa sababu badala, kwa hali ya kawaida hilo neno linafaa kuwa mwema, urafiki mwema, mwema wakati wote. Neno mwema lina silabi mbili, lakini akaamua kutumia mwema ambalo lina silabi 3. Kwa hivyo ametumia Mazda. Tabdila. Tabdila ni uhuru mwingine wa mshairi. Tabdila ni kubadilisha muundo wa neno ili kuleta mtiririko wa vina katika kipande cha shairi. Katika tabdila, silabi zinabaki sawa. Kama zilikuwa 4 zinabaki 4. Hivyo basi, katika tabdila, mizani haiathiriwi. Kile ambacho kinaathiriwa, kile ambacho kinabadilika ni muundo tu wa neno, ili kuweza kuleta ule mtiririko. Neno liweze kufanana na maneno mengine ambayo yako hapo juu. Na mara mingi huwa ni neno katika mwisho wa mshororo ama mwisho wa kipande cha mshororo. Kwa mfano, ukurasa wa kwanza, tunarudi ukurasa wa kwanza katika shairi ambalo lina kichwa Rafiki. Shairi hilo, ubeti wa mwisho. Rafiki mzuri siepuke kuwa naye, sana tafikiri heshima sikuvunjie. Hapo tuna tabdila. Mtunzi kwa hali ya kawaida alifaa aseme heshima sikuvunjie, lakini akaamua kusema sikuvunjie. Akabadilisha muundo wa neno. Neno likaacha kuwa sikuvunjie, likaacha kuishia na irabu na badala yake likaishia kwa silabi ye, ambayo silabi ambayo imeundwa na konsonanti ya na irabu Tazama, silabi zilikuwa 5 katika neno sikuvunjie na bado zinabaki 5 katika neno sikuvunjie. Kile ambacho kinabadilika ni muundo ili iweze kufanana na hapo juu. Rafiki mzuri siepuke kuwa naye. Mshororo wa hapo juu ulikuwa ukiisha na ye. Sana tafikiri heshima sikuvunjie. Sasa inaleta ule mtiririko, imeisha na ye. Ili unapoulizwa vina vya nje katika huo ubeti utaweza kusema vina vya nje ni ye. Lakini ingekuwa imeandikwa sikuvunjie haingeleta ule mtiririko kwa sababu juu ingekuwa ye na chini iwe Uhuru wa 4 wa mshairi ni ule uhuru tunaita kuboronga sarufi ama kufinyanga sarufi. Huku ni kubadilisha ama kupangua mpangilio wa maneno ili kutosheleza mtiririko wa vina au mdundo wa ushairi. Kwa mfano, ukurasa wa kwanza tuna shairi kichwa Rafiki. Shairi hilo ubeti wa 2. Rafiki mbaya aibu atakutia. Kuna kuboronga sarufi hapo. Badala yake ingekuwa rafiki mbaya atakutia aibu. Vile vile ubeti wa 5. Ubeti wa 5, rafiki mzuri aibu hatakutia. Badala yake rafiki mzuri hatakutia aibu. Ukurasa wa 2 tuna shairi nimewakosea nini. Ubeti wa 2 mshororo wa 3. Kati yetu ni kipima tofauti sioni. Badala yake katika sarufi mwafaka inafaa iwe kati yetu ni kipima sioni tofauti. Lakini mtunzi akaamua kutumia uhuru wake. Akaamua kuboronga ama kufinyanga sarufi. Utohozi. Utohozi ni uhuru mwingine wa mshairi. Utohozi kama tunavyojua ni kule kugeuza maneno yasiyo ya Kiswahili yakafanywa kuwa ya Kiswahili, kule kuswahilisha maneno, kufanya maneno ya lugha nyingine, lugha za kigeni yafanane na ya Kiswahili. Kwa mfano, ukurasa 32 tuna shairi Chumvi. Ubeti wa kwanza, chumvi ninakusifia japo wadharauliwa, haifiki peni 100 bei uliopatiwa. Haifiki peni 100. Neno peni pale ni utohozi na vile vile ni uhuru wa mshairi. Ni uhuru wa mshairi chini ya utohozi. Ukurasa wa 8 tuna shairi wako wapi. Katika shairi hilo ubeti wa 4 mshororo wa 3, wasiopoteza muda wa skuli. Tunapata neno skuli ambalo ni utohozi.
wa neno school. Ukurasa unaofuata wa 9 tuna shairi vile vile nilifika mjini. Katika shairi hilo ubeti wa 3 tunapata sampuli ni utohozi hapo, na ubeti wa mwisho wanakula sukuma wiki ya shilingi 10 kwa wiki. Neno wiki vile vile pale ni utohozi. Mtunzi angesema wanakula sukuma wiki ya shilingi 10 kwa juma, lakini akaamua kutumia neno wiki ambalo ni utohozi wa neno week. Uhuru wa mwisho ni matumizi ya lahaja na kikale. Kwanza, lahaja ni zile lugha mbalimbali za lugha moja. Kiswahili kina lahaja zake, na mtunzi wa shairi anaweza kuamua kutumia lahaja yoyote ya lugha ya Kiswahili katika shairi lake. Anaweza pia kutumia neno la kale. Kwa mfano ukapata ametumia mato badala ya macho, na ule pia ni uhuru. Mwisho wa makala yetu ya leo. Asante kwa kutazama au kwa kusikiliza. Tuonane tena katika kipindi kingine tunapoendelea na kujifunza lugha hii tamu ya Kiswahili, na vile vile tunapoendelea na uchambuzi wa mashairi. Nitakuacha na swali. Mtunzi wa mashairi anaitwaje? Tunamfahamu kwa jina lipi yule mtunzi wa mashairi? Nifahamishe kwenye sehemu ya maoni. Kwaheri.